laiti kama wanaume wangejitahidi kuwa wa kweli. Kwa sababu wanawake wana siri moja ambao nadhani wanaume wengi walikuwa hawajui, ni kwamba mwanamke ukimweka wazi tu zonga anakuhitaji, ni kwamba amekupenda. Wewe jiulize, mwanamke unamwambia mimi nalala chini, lakini akwambia tutalala wote. Mimi sina hela, nakwambia mimi nitakusaidia, tutapata fedha. Sasa ndio umwambie kwamba mimi nimezaa na fulani iwe ni kesi. Sema tu kweli. Mimi nimezaa na fulani. Sisi tuwajua kwamba nyinyi mna tamaa. Naweza hata ukapewa wanawake 90 ukaambiwa chagua 89 ukajuta kwa nini mmoja umemwacha. Ndio mko hivyo wanaume. No. Sasa sema kweli, mimi wajua mimi niko na wewe hapa, lakini na maisha mengine na fulani. Na fulani niko naye. Unaweza hata kutoa sababu za kipuzi, niko naye kwa sababu tunafanya biashara pamoja. Tunajua ni sababu ya kipuzi, lakini at least tuna taarifa. Hata nikija kugundua maumivu yangu hayatakuwa makali kama ambayo umenisababishia. Na katika kipindi kile labda ambacho wewe una mazungumzo na watu wengine nje, mke wako umemwacha, yani umemtupa. Humjali hisia zake, humshughulikii hisia zake kama mwanamke wako, humpi haki zake, nyumbani utoi matumizi, watoto wananyanyasika, watoto wanateseka, siku ya kwenda shule kwa ajili ya watoto hutaki, ukilizwa jambo na kuwa mkali. Simu yako inaenda nayo mpaka chooni, mke unamtukana, mke unamdhalilisha. Unapokea simu mpaka hata ukiwa kitandani na mke. So mke sasa anakuwa ameshikilia maumivu ya muda mrefu, ana hasira ya muda mrefu, na labda kwa sababu akisema wewe huo unamfokea, kwa anajikuta sasa amelimbikiza hasira. Inakuwa kama yule ndege yule ambaye anaja hapa kifuani. Sasa ile ikija kufyatuka ile, ndo hujui sasa hapa itamshika nani.